mbaya hatonusuriwa siku ya Kiyama. Siku nzito watukufu wa Islamu. Usikie hivyo hivyo tu au tusikie hivyo hivyo tu. Yani mtu anafikiri kama michezo ya paukwa na pakawa. Si jambo la mchezo Kiyama, ndugu zangu. Yauma takunu samau kalmuhli, siku hiyo mbingu itakuwa kama shaba iliyoyayushwa. Watakunu aljibalu kalihni, na milima itakuwa kama sufi zimechambuliwa zinapeperushwa na upepo. Wala yasalu hamimun hamiman, wala mtu hatomuuliza jamaa yake wa damu, ndugu yake wa karibu. Yubassarunahum, japokuwa watafanywa wawe wanaonana. Yawaddu almujrimu yawmaidhin, yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmaidhin bibanihi, mtu mbaya atatamani siku hiyo lau kama inapokelewa fidia, basi awatoe wanawe aliowazaa wote, awatoe watiwe motoni, iwe fidia anusurike yeye. Uone kama hiyo siku ni nzito. Mwanao kweli yuko mtu anakubali wanawe watiwe jela almuradi yeye anusurike, namna watoto walivyowazoea. Qurratu ainin lak, watoto ni utulivu wa nafsi, utulivu wa moyo bwana. Utakubali siku ya Kiyama kama ingekuwa inakubalika kuwatoa watoto wako, hata kama ulikuwa na watoto 20, uko tayari watiwe motoni wote, almuradi upate kukomboka wewe, unusurike wewe na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wa sahibatihi wa akhihi, tazama sasa balaa jingine kubwa zaidi, eti na mkewe na ndugu yake, baba mmoja mama mmoja. Mtu yuko tayari kumtoa fidia mkewe au ndugu yake, baba mmoja mama mmoja. Basi afadhali huyo ndugu yako unaweza kumtoa mke. Jamani, mke sio jambo dogo hilo. Mtu yuko tayari kumwambia mama yake mzazi, afu wewe mke wangu, mama yangu mzazi naona la